wakati tunaelekea tamati, pengine tufahamu zaidi Jamii Kwanza kwa sasa jikoni kunako nini? Tutegemee nini kutoka kwenu? Tupate mawasiliano zaidi kwa wale ambao wanatamani kuwasiliana nawe. Sawa sawa. Karibu. Jamii Kwanza Initiative tuna mengi sana jikoni. Mazuri zaidi ambayo nadhani kila mmoja akisikia yanakuna masikio. Kwa hiyo ile tu ya kuanza kuandaa pamba ya kukuna masikio ili usije kujikuta sasa unakimbia kwenye kiti afu unasema namna ukaa. Sasa hivi tuna mradi wa shule ule mkoa wa Simiyu, wilaya ya Meatu pale. Tuliwafikia Wahadzabe. Sasa kama una ushaka kwenye vile vijumba vya majani ambavyo vina mlango, tumewafikia kule. Tumeweza kujenga madarasa 3 ambayo yamekamilika, tunamaliza, tuko kwenye finishing ya mwisho. Na sasa hivi nilikuwa kwenye mazungumzo na serikali, wamekubali kuifanya kama shule shikizi. Kwa hiyo kwa maana ipi? Kwa sababu neno hilo kama hilo pengine linakuwa neno geni. Ni kama ni shule ambayo bado haijasajiliwa, lakini kwa sababu ya umbali ambao watoto wanatembea kwenda kuifikia shule, kwa hiyo wana recognize, wanaitambua na kuibeba kwamba wairuhusu itumike ili watoto waanze kusoma pale, kupunguza ule umbali. Kwa maana ile kwamba kila mtoto anastahili kupata elimu bora na haki sawa kama wengine wanaoipata. Kwa Wahadzabe wanakwenda kupata shule. Ilikuwa ianze mwezi wa 4, lakini kwa sababu kuna vitu havijakamilika, manake mwezi wa 5 ni kiu yetu kwamba ikamilike. Tunakimbizana kwa spidi ya kimbunga kweli kwa kama imekaa sawa. Lakini hivi karibuni mwishoni mwa mwezi huu tunatarajia kuwa na washa ya wanawake 200 kwa ajili ya kuwafanyia economic capacity building. Kuna watu wanaingia huko kwenye kausha damu. Na hiyo nitaka niulize hiyo. Alafu kamba mkononi. Baada ya wewe kusema kwamba ile kukunwa sikio ulivyoshtuka. Sio mimi nimesema. Amesema kwamba ni kama wanakuna sikio. Kwa nini mimi kuna sikio hiyo, baadaye maelezo yalotoka nikawa nimeridhika. Lakini kwenye swala la financial education, asasi nyingi za kiraia ni sehemu ambayo hawajaeka sana mikono miwili, kwa maana kuwasaidia vijana au makundi maalum kuwa na elimu. Mweke hizo seminar kwa wanaume pia. Ndio ni watu ambao wanaonekana hata wakikopa pesa wanazitumia vibaya, kwa sababu kikawaida katika financial education, elimu masuala ya kifedha, sawa, tunachoamini ni kwamba unatakiwa yani kutoa vitabu vioni sio suluhisho. Suluhisho ni nini mkurugenzi? Suluhisho la kwanza ni kwamba huyu anayepokea kitabu anataka kukifanyia nini? Kwa sababu hata huko chuoni haimaanishi kama vitabu havipo. Vitabu vipo vingi sana. Isipokuwa tatizo ni uvivu wa kuwekeza muda wetu kusoma. Kuna msemo unasema hivi, always your mind will talk what has already known. It will not speak something new if we have not spared time to learn something new. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba akili yako muda utazungumza kitu kile ambacho jua. Hakuna namna unaweza kutoa jambo jipya kama hukutenga muda kujifunza ile jambo jipya. Kwa kuna vitabu. Lakini effort ya kuweka huo muda kusoma unatoa. Vijana wengi wa sasa wako radhi watumia pesa nyingi kwenye mabando kuangalia movie na season, lakini hachukui muda wa kusoma kitabu. Lakini kila kitu kina maarifa yote ya kwenye vitabu. Biblia inasema hivi, labda nirudi kwa watu wangu huangamia kwa kukosa maarifa. Sasa maarifa yanatoka wapi? Biasto. Kwa hiyo chuoni mwalimu profesa anakuja anatengeneza topic zake, yeye anasoma kanuni, wewe umekaa pale pale umekuwa unacheza unakunywa vikombe 200 paka unapiga masaa 10 huko hapo, ili mradi tu uelewe. Lakini umeelewa nini? Hoja umetoka na nini? Kwa hiyo ukishaelewa wewe ni nani, unataka kuwa nani, hivyo vitakuwa driving move ya kufanya wewe uweze kuinvest muda wako kusoma ili utimize hizo ndoto. Kwa suluhisho ni kuwasaidia hawa kujitambua kwanza, self realization, ili wajue wanachokitaka na wasome nini kwa wakati gani. Sio kila kitabu kila mtu anapaswa kusoma. Hapana. Ni sahihi. Mtaji kwa mara nyingine usisite kuja ili tuendelee kujenga jamii pamoja. Asante sana. Sisi tunaamini kwamba kazi yetu ni kuifanya dunia kuwa kama mbinguni. Absolutely. Nimeona pepo.
PowerPoint ni kipindi ewani, kwa maana kuanzia saa 10 saa za Afrika Mashariki mpaka saa 1 tunagonga tama. Tunakutana hapa. Na hapa ni sehemu ambayo unapata maarifa, vibe pia na knowledge. Mweke hizo seminar kwa wanaume pia. Sisi tunakuja. Ndio ni watu ambao wanaonekana hata wakikopa pesa wanazitumia vibaya, kwa sababu kikawaida katika financial education, elimu masuala ya kifedha, sawa? Tunachoamini ni kwamba unatakiwa ukope kama unaenda kuinvest. Yes. Hautakiwi kukopa pesa kama unaenda kutumia pesa, kwa sababu hiyo pesa hutairejesha. Lakini leo just imagine watu watapewa elimu ya financial, kwa maana elimu ya kifedha. Ataambiwa kama utaenda kukopa shilingi milioni 1 ukaenda Kariakoo. Sawa. Asante sana.